Naam, asante sana mwenzangu Josh Wanzare. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti hii ya Turkana. Niko katikati ya mji wa Lodwar na swala zima likiwa swala hili la vijana na siasa za tuko kadi. Je, vijana katika kaunti hii ama wakazi wa kaunti hii ya Turkana wanasema nini kuhusiana na swala zima? Moja kwa moja nimeweza kutembea ndani ya mji wa Lodwar, hawaja tuzungumze na wao wanasema nini kuhusiana na swala hili. Jina yako wewe binafsi ni nani, na wewe kama kijana umejiandikisha katika usajili wa wapiga kura pengine mwaka wa 2027 kupiga kura, uko tayari? Ya, mimi ni Keno Steven, mkazi wa hapa Turkana Lodwar town. Mimi nimejiandikisha kama mpiga kura, ndio ile kitu tunasema tuko kadi, sababu tunajua sisi kama vijana wa hii taifa tumewekwa nyuma kwa muda mrefu, na raundi hii tumeamua kuchukua silaha mkononi mwetu. Sisi wenyewe tunachukua silaha yetu kama vijana, ndio hiyo kadi, hiyo kura tumeshakata. Tunataka tuunde serikali yetu sisi kama vijana. We are proud that vijana katika taifa hii tuko 70%. Kwa hivyo sisi vijana tunaweza badilisha serikali, tunaweza piga kura without hata watu wengine. Sisi vijana tukiamua kupiga kura hiyo 70%, tunaweza unda serikali yetu tunataka, na ili mambo yetu kama vijana tuweze kuangaliwa, kwa sababu ni miaka mingi hakuna mtu anaturecognize kama vijana. Youths wa hii taifa tumebakishwa, hata wale viongozi wetu ambao wamewekwa huko mbele kutusimamia, hakuna mtu anaongea mambo ya vijana. Kuna hili swala la tuko kadi ambayo ina trend. Je, unaona kwamba hii ni njia mojawapo ya kuhamasisha jamii kuleta mabadiliko, ama tu ni tuko kadi ni kutrendisha tu katika iweze kutrend katika taifa la Kenya? Hii tumemaanisha na inamaanisha hii, haturudi nyuma, tunaenda nayo na imeshaamuka. Sasa hizi hata hatuna muda kwanza. Hii si mambo ya kutrendisha tena. Naam, asante sana. Majina yako wewe binafsi ni nani, na wewe umejiandikisha kama mpiga kura na uko tayari kupiga kura mwaka 2027? I'm called Charles Ebuni Ejore. Niko kadi. Sisi kama vijana wa Turkana County, we are ready to vote. Na sisi ndo we are the changes of this Kenya. Vijana wataleta mabadiliko katika uchaguzi ujao? Wataleta mabadiliko na tuko kwa jumla. Leo sisi kama vijana hapa Turkana County, mashinani wapi, tutakuja kwa jumla, tutapiga ndio tubadilishe hii Kenya hii. Pengine kwanza kwa majina yako, wewe ni nani, na je, wewe binafsi uko tayari ama umejiandikisha kama mpiga kura wa taifa katika taifa la Kenya, uko tayari kushiriki katika uchaguzi mwaka ujao? Majina yangu naitwa Jonte. Mimi ni mwanabiashara hapa Turkana town, nauza smoki na mayai. Mimi kwanza mimi niko tayari kupiga kura, nimejiandikisha hapa Mkeka ground hapa katikati ya tao na niko tayari. Je, unaona kwamba vijana wako kikamilifu katika uchaguzi wa mwaka 2027 na kuleta mabadiliko? Vijana kweli hapo niko 50-50. Vijana sioni kama wako sawa. Mimi naona wengi ni chocha sana. Wengi ni content creator. Sidhani kama vijana wako wengi, hapana. Na unaona, je, natumai umetambua kwamba hili jambo ambalo linatamba sana mitandaoni kwamba tuko kadi. Je, unaona tuko kadi itasaidia vijana katika kuweza kujitokeza na kukata kura ama kuchukua kura na vile vile kupata vitambulisho? Je, unaona kwamba ama hii ni mojawapo tu ya kutrendisha katika mitandao? Hii historia tuko kadi itasaidia vijana, maybe vijana wale wenye wanajua hesabu yao, wenye wanataka changes, itasaidia kiasi. Unaona vijana wakileta mabadiliko katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027? Kama watakubali kuchukua kadi, itakuwa sawa. Nini inafanya vijana waweze kukosa kuchukua kura? Sasa vijana wenyewe hawana job. Sasa mtu akipiga hesabu ya kwanza kwenda kuchukua kadi na nini, anaona hesabu ni ngumu. Wewe ungependa pengine kuambia nini vijana wa kaunti hii ya Turkana? Vijana wa Turkana tuchukue kadi na tupige kura. Hiyo itasaidia kuleta changes. Ule mzee ule mwana sasa utamwona mtiaji pale, tunambando. Ule mwenye ni poa kama huyu jamaa tunamwona mpoa, pia tunamrudisha bado pale tu. Jina lako ni nani, na wewe binafsi je, umekata kura na ama uko tayari katika uchaguzi wa 2027 kuchagua viongozi? Kwa majina kwanza ni Moses Moit, mkazi wa Lodwar. Mimi niko na kadi. Umeshakata kura? Niko na kura tayari. Wewe binafsi unajua swala ama neno hili la tuko kadi? Naelewa. Naelewa. Je, tuko kadi unaona kwamba ni ile vijana wanatumia katika mitandaoni kutrendisha tu, ama ni mojawapo ya kuhamasisha vijana kuchukua kura? Ni njia moja kuhamasisha vijana wachukue kura. Je, mwaka 2027 unakaribia. Wewe kama kijana, je, umekata kura, na kama bado unafanya nini? Kwa majina mimi naitwa Shughuli. Mimi kama kijana
ile movement imeanza hii ya tuko kadi. Mimi naona hii movement iko sawa. Wewe tayari umekata kura? Mimi tayari niko na kura. Unaona kwamba vijana wataweza kujitokeza na kuleta mabadiliko katika taifa la Kenya? Watajitokeza kwa sababu vijana wengi sasa hawana ajira, na wengi wanamaliza shule form 4, wanamaliza university, hawana ajira, wanakaa nyumbani. Na ndio maana tunasema tuko kadi, ili tuhakikishe ile kadi tutapiga 2027 itatuletea mabadiliko. Naam, asante sana Josh Nzare. Bila shaka ni wakazi wa kaunti ya Turkana, jinsi wanavyosema kuhusiana na swala zima la vijana katika taifa la Kenya. Ikikumbuka kwamba kaunti hii ya Turkana ni mojawapo wa vijana ambao hawajaweza kujitokeza katika usajili wa wapiga kura. Kwa hivyo vijana wanasema kwamba wako tayari na wameamua kujitokeza ili kuweza kujisajili na vile vile kupiga kura mwaka ujao ambapo ni mwaka 2027. Kutoka katika kaunti ya Turkana, hususan hapa mjini Lodwar, mimi ni Kitio Mika na kurejesha kwako katika studio zetu za TV47. Naam, shukran sana Kitio Mika. Robert Gakure kutoka Murang'a.